Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene ametoa onyo kali kuhusu maandamano yanayodaiwa kupangwa kufanyika Disemba 9, akibainisha kuwa kutokana na kukosa uhalali wa kisheria na kutotimiza sifa za maandamano halali, yanapaswa kutazamwa kama dalili za jaribio la mapinduzi badala ya maandamano ya kawaida. Amesema taarifa za ufuatiliaji wa vyombo vya dola zinaonyesha kuwepo mpango unaoendeshwa na watu wasiolitakia mema taifa kuhamasisha maandamano yasiyoeleweka, yasiyotaja waandamanaji, mahali wala sababu za msingi, na yanayodaiwa kuwa makubwa kuliko matukio ya uvunjifu wa amani uliotokea Oktoba 29. Simbachawene amesema kwa kuwa wahamasishaji wa maandamano hayo hawajawasilisha ombi lolote la maandamano kwa mujibu wa taratibu za kisheria na hakuna maelezo ya kina kuhusu dhamira ya wito huo. Ameeleza kuwa shughuli hiyo haiwezi kutazamwa kama maandamano halali bali ni uchochezi unaolenga kupindua serikali. Ameongeza kuwa vyombo vya usalama vimejiandaa kikamilifu kuhakikisha amani inaendelea kutawala na kwamba hatua stahiki zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayehusika na mipango hiyo hatarishi. Kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria. Lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao. Lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kuna tafsiri ambayo inaweza ikawa unaposema maandamano ya amani na unapofanya maandamano yakawa na fujo, inaweza kukuta kabisa umebadilisha tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi nyinyi wa Tanzania, maandamano yanachoma vituo vya mafuta, maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachoma moto, maandamano yanachoma ofisi za serikali, maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa, maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vyepuki. Kama umechoma mahali, dhahiri kutatokea tu vifo. Na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama. Na ndio maana tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizoletwa daiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi, sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakao ishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui. Hayupo, atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua. Tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Ukitoka hapo baada ya kupata ombi kwa maandishi, sasa labda sisi serikali tungesema tumekataa. Sasa haya tunasema ni haramu kwa sababu ni haramu kutokea mwanzo. Kwa sababu hayana aliyeomba, hayajulikani yanafanywa na nani, hayajulikani yanatoka wapi kwenda wapi. Unaambiwa hayana ukomo, halafu tuseme yatakuwa halali kwa sababu kuna human right.
na kwamba yale yaliyotumika itumia nguvu kubwa. Kwa hiyo walitegemea watoke pale wale waandamanaji wavuke Ubungo, watoke Ubungo wavuke Magomeni, waje hapa katikati Kariakoo wachome moto. Bado walikuwa wanachoma moto, wachome moto, watoke hapo waende kwenye matenki yetu kule ya mafuta kule Gamboni, yachome moto. Hivi angebaki mtu mzima. Alafu ndo tungesema haya sasa haki za binadamu hapa ndo zimetendeka. Nataka niwaombe wa Tanzania. Sio kwamba mifano mibaya inayoangusha nchi hatuioni. Sio kwamba madhara ya maandamano ya tarehe 29 hatuyaoni. Ila ni kama tumezibwa hivi, tunafikiri eti njia hii inaweza kutusaidia. Haitusaidii kamwe. Yeyote anayeshabikia jambo hili kwa madhara yaliyopo na yanayoweza kuendelea kutuumiza, hakika haipendi nchi, hawapendi wa Tanzania. Ziko namna nyingi sana. Ziko namna nyingi sana za kudai haki. Haiwezi ikawa hii ya kulazimisha kufanya maandamano kwa madai kwamba maandamano ni halali kwa sababu tu haki za binadamu wamesema kwamba maandamano haya, tangazo hili liondolewe. Tangazo hili lipo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, inawahusu wa Tanzania, haimhusu mtu mwingine wa huko nje. Tuwaombe sana kwamba maandamano yapokuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao. Kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kutokushabikia, kutokujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya. Ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo waombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.